Rais wa Marekani Donald Trump amekumbana na changamoto nyingine ya kisiasa na kisheria baada ya mahakama kukataa ombi la dakika za mwisho lililolenga kuzuia au kuondolewa kwa jina lake katika moja ya vituo maarufu zaidi vya sanaa nchini Marekani, Kennedy Center. Siku ya Ijumaa, wafanyakazi wa ujenzi walionekana wakianza maandalizi ya kuondoa jina la Trump katika eneo hilo baada ya jaji kutoa uamuzi ulioruhusu mchakato huo kuendelea. Picha kutokana na eneo la tukio zilionyesha ngazi na vifaa maalum vya ujenzi vikisinikwa huku shughuli za maandalizi zikiendelea chini ya ulinzi mkali. Hatua hiyo imekuja baada ya bodi ya Kennedy Center kuwasilisha ombi la dharura mahakamani ikitaka shughuli za kuondoa jina hilo zisitishe hadi kesi mbalimbali zinazohusiana na suala hilo zitakapomalizika kusikilizwa. Hata hivyo, mahakama ikakataa ombi hilo, jambo ambalo limefungua njia kwa mabadiliko hayo kuendelea. Wakati kazi za maandalizi zikiendelea, makundi ya wafuasi wa Trump yalikusanyika karibu na eneo hilo kupinga hatua hiyo. Baadhi walibeba mabango na kutoa kauli za kuonyesha kutoridhishwa kwao na kile wanachokiita mashambulizi ya kisiasa dhidi ya rais huyo wa zamani. Wafuasi wa Trump wanaamini kuwa hatua ya kuondoa jina lake haina uhusiano na masuala ya utawala wa kituo hicho, bali ni sehemu ya mgawanyiko mkubwa wa kisiasa unaoendelea nchini Marekani. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono uamuzi huo wanasema taasisi za sanaa zinapaswa kubaki huru na kutotumiwa kama jukwaa la kuendeleza ushawishi wa kisiasa. Licha ya uamuzi wa mahakama, mchakato wa kisheria bado haujamalizika. Mawakili wanaowakilisha upande unaopinga kuondolewa kwa jina hilo wameendelea kuwasilisha rufaa katika mahakama za juu, wakitarajia kupata uamuzi mpya ambao unaweza kusimamisha shughuli hizo. Kennedy Center ni moja ya taasisi muhimu zaidi za sanaa na utamaduni nchini Marekani. Imekuwa ikihusishwa na matukio makubwa ya kitaifa kwa miongo kadhaa. Kutokana na hadhi yake, mabadiliko yoyote yanayofanyika katika kituo hicho huvutia mijadala mikubwa ya kitaifa. Tukio hili limeongeza sura mpya katika mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini Marekani, huku mjadala ukiendelea kuhusu nafasi ya viongozi wa kisiasa katika taasisi za umma na urithi wanaouacha baada ya kuondoka madarakani. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa suala hilo linaweza kuendelea kuvuta hisia za umma katika kipindi kijacho, hasa wakati Marekani ikiendelea kushuhudia ushindani mkali wa kisiasa kati ya vyama vikuu vya nchi hiyo.